Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Pentekoste ni siku 50 baada ya sherehe ya Pasaka. Ni sherehe inayoadhimisha kuja na kukaa kwa Roho Mtakatifu miongoni na kati ya mitume na wafuasi wengine wa Kristo. Ni siku ambayo Kristo ametimiza ahadi yake kwa mitume na wafuasi wengine kwamba atamtuma msaidizi mwingine, mfariji, na ndiye Roho Mtakatifu. Katika somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 11, Roho Mtakatifu anashuka kwa sura na ishara ya upepo mkali na ndimi za moto. Kwa ishara za ndimi za moto, Roho Mtakatifu aliwafungua vinywa mitume, wakaanza kuongea na kuhubiri neno la Mungu pasipo uoga au hofu yoyote. Kwa ishara za ndimi za moto, Roho Mtakatifu alitakasa akili na mioyo ya waamini kuielewa na kulipokea neno la Mungu. Na kwa ishara ya upepo, Roho Mtakatifu alivunja kila aina ya kikwazo na kipingamizi katika kuenea kwa neno la Mungu. Katika somo la pili, Roho Mtakatifu tunayempokea hutusaidia kutambua karama zetu na kuzitumia kwa manufaa ya jumuiya zetu. Tumepokea Roho Mtakatifu ambaye ni Roho kwa ajili ya huduma, ni Roho mtendaji, ni Roho wa umoja katika kanisa. Roho tunayempokea si kwa ajili ya kudhalilisha na kudharau wengine. Karama tuzipatazo kutoka kwa Roho Mtakatifu si za kwetu, zinatoka kwa Mungu na hazina budi kutumika kwa sifa na utukufu wa Mungu, kwa kuujenga mwili wa Kristo, yaani kanisa. Tumepokea Roho wa amani kama Injili inavyodokeza. Amani kwenu. Roho Mtakatifu ni Roho wa amani. Dada mmoja alituma kwenye clip moja ya WhatsApp, tena akaimba kabisa, akasema padre wakati wa misa akatuaga, akasema nendeni na amani, haleluya haleluya. Dada akaimba, akasema sisi waumini tukajibu, hatuna amani, haleluya hatuna amani, haleluya, utujenge mabweni, haleluya. Yani padre awajengee mabweni humu kanisani, kwa sababu huko yani hawataki kwenda kwa sababu hakuna amani huko. Awajengee mabweni humu kanisani, wabaki huko. Sasa Roho Mtakatifu ni Roho wa amani. Ametuletea amani iliyotangazwa na malaika siku ile ya Christmas. Ni amani ile ile ambayo ni zawadi ya Kristo mfufuka kwa wafuasi wake. Amani hii ni hitaji kubwa la mwanadamu katika dunia ya leo. Amani ya Kristo huondoa hofu, huondoa woga na wasiwasi. Mitume
wahitaji Roho Mtakatifu awarejeshe amani ili wapate nguvu ya kulihubiri neno la Mungu. Habari njema ya wokovu. Mitume walipopokea zawadi hiyo ya Roho Mtakatifu walichangamka. Wakatoka nje kwa ujasiri na kuhubiri bila woga. Walijaliwa amani ya ndani na nje. Sisi pia tumepata zawadi ya Roho Mtakatifu, lakini wengi wetu bado tumejifungia. Hatuna ujasiri wa kumtangaza Kristo mfufuka. Hatuna ujasiri wa kutamka mbele za watu ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wetu. Kristo anaposema pokeeni Roho Mtakatifu, anatupatia Roho Mtakatifu akiwa na mapaji yake yote 7. Anatupatia paji la hekima ili tuweze kuchagua mema na kuyakataa mabaya. Anatupatia paji la akili ili tuweze kujua ukweli na kuufuata. Anatupatia paji la shauri ili tuweze kufuata mashauri mema ya Mungu. Anatupatia paji la nguvu ili tuweze kuwa na ujasiri wa kuitetea imani na kuwa tayari kufa kwa ajili hiyo. Anatupatia paji la elimu ili tuweze kujua siri ya ufalme wa Mungu. Anatupatia paji la ibada ili litusaidie kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia. Anatupatia paji la uchaji wa Mungu ili kutenda yale yampendezayo Mungu na jirani, tukijua kwamba kumcha Mungu ni mwanzo wa hekima. Katika Injili ya leo tumesikia kuwa Yesu aliwapa wanafunzi utume ambao kanisa kamwe halipaswi kuusahau. Alisema kwamba kama Mungu alivyomtuma ndivyo alivyowatuma wao. Hivi ndivyo msomi wa Agano Jipya B.F. Westcott aliita hati ya kanisa. Yani huyu Westcott aliita Injili ya leo ni hati ya kanisa. Ni kama hati miliki. Unavyomiliki ardhi unapewa hati ya kumiliki. Sasa Injili ya leo ni kama hati miliki ya kanisa. Inamaanisha vitu vitatu vikubwa. Kwanza, Yesu Kristo analihitaji kanisa. Katika hii hati ya kanisa, hati miliki ya kanisa, kwamba Yesu Kristo analihitaji kanisa ambalo Paulo alimaanisha alipoliita kwa hakika kanisa ni mwili wa Kristo, yani wa Efeso sura ya 1 mstari wa 23, au wa Korinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12, kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Yesu analihitaji kanisa. Yeye kama mwili anahitaji bado viungo vingine vya mwili huo. Yesu alikuwa amekuja na ujumbe kwa watu wote, na sasa alikuwa anaenda kurudi kwa Baba yake. Ujumbe wake kamwe usingeweza kufikiwa kwa watu wote. Kanisa lilikuwa ndio kinywa cha kusemea kwa ajili ya Yesu. Kanisa ndio miguu ya kukimbilia katika kazi zake. Kanisa ndio mikono ya kufanya kazi zake. Kwa hiyo jambo la kwanza, maana yake ni kwamba Yesu anategemea kanisa kwa ajili ya kueneza ufalme wake. Jambo la pili, kanisa linamhitaji Yesu.
Kama Yesu anavyolihitaji kanisa, kanisa linamhitaji Yesu. Watu ambao hutumwa wanahitaji mtu wa kuwatuma. Wanahitaji ujumbe wa kuuchukua. Wanahitaji nguvu na mamlaka ya kuwaunga mkono kufikisha ujumbe. Wanahitaji mtu ambaye wanaweza kumgeukia wakati wakiwa katika shaka na tatizo. Bila shaka kanisa halina ujumbe pasipo Yesu. Kanisa halina nguvu pasipo Yesu. Bila yeye hakuna mtu wa kumgeukia. Bila yeye hakuna cha kuangaza akili yake, kuimarisha mkono wake na kuhimiza moyo wake. Hii ina maana kwamba kanisa linamhitaji Yesu. 3, utumwaji wa kanisa na Yesu ni sambamba na kutumwa kwa Yesu na Mungu. Lakini hakuna awezaye kusoma habari za Injili 4 bila kuona kwamba uhusiano kati ya Yesu na Mungu uliendelea kutegemea utii mkamilifu wa Yesu na upendo kamili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mkimuondolea mtu yoyote dhambi, amesamehewa. Mkimfungia mtu yoyote dhambi, amefungiwa. Unaona kwamba leo Injili hii imetupa hati miliki ya kanisa. Sentensi hii inatoa wajibu kwa kanisa. Wajibu wa kwanza, kuwasilisha msamaha kwa wanaotubu kwa moyo. Na pili, kuwaonya wakosefu wasiotubu waache mwenendo wao mbaya na kumrudia Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mungu ili Roho Mtakatifu aje kwetu, akae nasi na kutenda kazi pamoja nasi. Tumsifu Yesu Kristo.